Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi katika mwaka wa 2026. Baba yetu anajali. Hii ni mwezi Januari, wana na binti za Mungu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya ulinzi wako na rehema zako maishani mwetu. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia tujifunze neno lako. Pendo lako latubidisha na neema yako yatosha. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza mada hii, katika jina la Yesu Kristo, amina. Leo ni Januari 25, mada ikisema juhudi za kweli za umishenari huanzia nyumbani. Luka mtakatifu sura ile ya kwanza aya 6 imeandikwa, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Katika uundaji wa uhusiano na Kristo, mtu aliyefanywa upya anakuwa akirejea kwenye uhusiano wake uliowekwa na Mungu. Jukumu lake la kwanza ni kwa watoto wake na kwa ndugu zake wa karibu. Hakuna kinachoweza kumpa udhuru kutokana na kupuuza mduara wa ndani kwa ajili ya duara kubwa la nje. Katika siku ya hesabu ya mwisho, baba na mama wataulizwa ni nini walifanya na kusema ili kupata wokovu wa roho walizobeba jukumu la kuzileta duniani. Je, waliwatelekeza wana kondoo wao wakiwaacha mikononi mwa watu wasiojulikana? Mambo makuu yaliyo mema waliotendewa wengine hayatafuta deni unalodaiwa na Mungu katika kuwajali watoto wako. Vita ya kiroho ya familia yako hutaka kupewa kipaumbele kwanza. Katika mafunzo ya haki na ufinyanzi wa akili za watoto wake, akina mama wamekabidhiwa utume mkuu zaidi kuwahi kutolewa kwa wanadamu. Kila unapochukua wajibu ulio karibu nawe, basi Mungu atakubariki na kusikia maombi yako. Kuna watu wengi wanaofanya kazi ya utume nje, wakati nyumba zao wenyewe zimeachwa bila juhudi hizo, zikielekea upotevuni kwa upuuziaji huo. Kazi ya kwanza ya umishenari ni kuona upendo, nuru na furaha hiyo ndani ya duara la familia. Hebu tusitafute kufanya kazi ya kiasi au mishenari mkuu mpaka tunapokuwa tumekamilisha kwanza wajibu nyumbani mwetu. Tunapaswa kujiuliza swali hili: ni tendo gani jema ninaweza kufanya leo? Ni neno gani jema ninaweza kusema leo? Maneno mazuri nyumbani ni jua lenye heri. Mume anayahitaji, mke anayahitaji, na watoto wanayahitaji pia. Inapaswa kuwa shauku ya kila moyo kufanya mbingu duniani kadiri iwezekanavyo. Nafsi inayookolewa katika mduara wa familia yako au jirani yako kwa kazi ya juhudi nyingi na ustahimilivu wako italeta heshima kubwa kwa jina la Yesu na itang'aa sana katika taji yako, kana kwamba umeipata nafsi hiyo China au India. Hii ni Januari 25, mada ikisema juhudi za kweli za umishenari huanzia nyumbani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mada ya leo imesema juhudi za kweli za umishenari huanzia nyumbani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mji
yapita na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa,